Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Taarifa kutoka kule ambako shirikisho kubwa kabisa barani Afrika, hapa nazungumzia CAF, kwa kile ambacho Young Africans wamekipeleka kwenye mahakama ya usuluhishi, yani nazungumzia kasi, mara baada ya kuona mwenendo wa kupata haki yao umekuwa hauko vile ambavyo walivyokuwa wakiweza kuutarajia, ambapo unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans waliweza kuandika barua kuelekea bodi ya ligi, wakiweza kutoa saa 72 kuweza kupatiwa majibu ya kile ambacho wameenda kulalamika, ambapo inafahamika ya kwamba kile walichoenda kulalamikia wanadai alama zao 3 pamoja na kuweza kupata fidia ya shilingi zaidi ya milioni 54. Vipi majibu yamepatikana na vipi huko shirikisho la soka barani Afrika CAF wameweza kutoa majibu gani? Mimi nimekusogezea hapa kila kitu, utakwenda kujua, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo inaendelea kwa wakati huu katika shirikisho la soka barani Afrika CAF. Bana, unafahamu ya kwamba Rais Engineer Hersi Said hizi siku mbili zilizopita alikuwa yupo kule nchini Misri katika majukumu yake kama rais wa virabu barani Afrika, ambapo kilichompeleka kule inaelezwa ni kupeleka malalamiko yale ambayo yaliweza kutokea, huku akielekea katika sababu zingine za majukumu yake ya kiofisi, lakini pia akaenda kuwasilisha malalamiko yake katika ngazi ya juu kuhusiana na kilichoweza kutokea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, mara baada ya TFF pamoja na bodi ya ligi kuweza kutangaza kuahirisha mchezo ule, huku wakati wanafahamu fika kabisa ya kwamba mchezo ule ulipaswa kuweza kucheza, na kanuni ambayo ilidaiwa kuvunjwa na klabu ya soka ya Young Africans, kanuni hiyo wanaimani ya kwamba haimpi mtu ruhusa ya kuweza kuhususia mchezo na kutoweza kucheza. Sasa kwa yale ambayo yameweza kutokea, unaambiwa majibu yameweza kupatikana, unaona bana, ambapo jambo la kwanza ambalo lilifanya kushindikana kupigwa ile dabi ya Kariakoo, kosa la Yanga liko wapi katika haya ambayo yameweza kupelekwa CAF. TFF ilijibu barua ya Simba kuhususia mechi kuwa Simba wa kutoa taarifa mapema kuja kufanya mazoezi usiku ule. Jambo la pili, ufunguo wa uwanja anashika meneja wa uwanja, iweje isemwe Yanga imezuia mazoezi ya Simba? Unaona bana. 3, wale walioitwa makomando wa Yanga, hivi kweli wana watu wa jeshi kiasi cha kuongopea hata dola? Unaona bana, wakuogopewa, yani ni kwamba yani Young Africans jeshi lao ambalo wako nalo ni kiasi kwamba wanaogopa, wanashindwa wanaogopwa paka na sehemu ambayo ni mamlaka ya usalama, kwa sababu walichokiandika hapa wanasema makomando wa Yanga ndio walienda kuzuia msafara wa klabu ya Simba kuingia uwanjani. Jambo la 4, kuahirisha mpira kwa timu iliyonyimwa kufanya mazoezi kikanuni, sio kuhujumiwa Yanga kumnyima pointi 3 makusudi. Unaona bana, akiweza kusema hayo mambo matatu ndio yamekwenda kupelekwa CAF, yani kwamba
sawa, mimi nimemzuia mtu uwanjani. Je, nina jeshi la kiasi hicho la kuweza kuzuia mamlaka zisiweze kufanya kazi yake? Kwa sababu ukitizama wakati kile kilichokuwa kiendelea kwa Mkapa, polisi walikuwepo pale uwanjani, walionekana katika eneo hilo. Je, wale makomando walikuwa na nguvu kiasi hiko? Ndo swali ambalo limeenda kuhojiwa huko. Lakini pia jambo lingine ambalo limeenda kuhojiwa ni kuahirisha mpira kwa timu iliyonyimwa kufanya mazoezi. Ni kanuni ambayo ipo, yani kwamba timu inaweza ikaahirisha kwamba tuchezi na kanuni ikawazingatia kwa sababu walinyimwa nafasi ya kufanya mazoezi. Mbona Mwanza walifanya mazoezi walipokutana na Pamba, ambapo ilionekana kuzuiwa kufanya mazoezi kuingia uwanjani, lakini bado kesho yake mechi ikapigwa kama kawaida. Vipi katika dabi ya Kariakoo ilikuwaje wakashindwa kufanya? Ni maswali hayo ambayo Young Africans waliyapeleka huko CAF, lakini ufunguo wa uwanja anashika meneja wa uwanja ama anashika kiongozi wa Yanga? Iweje isemwe Yanga imezuia Simba kufanya mazoezi? Unaona bana. Sasa kauli ya Young Africans wao wenyewe unaambiwa kupitia rais wao Engineer Hersi Said, yeye anasema ya kwamba mwaka 2021 Yanga tulisimamia kanuni ambayo ilikiukwa na bodi ya ligi kwa kusogeza muda wa mchezo kinyume na taratibu. Ndio maana tukaenda uwanjani kwa muda ambao unatambulika kikanuni. Mwaka 2025 Yanga bado tunaendelea kusimamia kanuni ambayo imekiukwa safari hii na Simba kwa kushindwa kufika uwanjani kwa ajili ya mchezo namba 184. Mambo matatu tu ambayo hapa nazungumzia Engineer Hersi alikwenda kuyazungumza huko CAF. Anasema ya kwamba jambo la kwanza, tupewe pointi tatu za mchezo namba 184 wa NBC Premier League kwa sababu timu ya Simba haikufika uwanjani kwani waligomea mechi. 2, hatupo tayari kushiriki mchezo mwingine dhidi ya Simba kwa sababu kwa mujibu wa kanuni mchezo huo unahesabika kama au kufanyika kwa sababu timu B haikufika uwanjani na iligomea. 3, bodi ya ligi ivunjwe na watu waajiriwe kwa mfumo huru wa ajira za umma. TFF sio chombo cha watu wachache. Unaona bana. Yanga wanaendelea kuwakumbusha wachambuzi na wadau wote wa mpira kuwa ni vyema kuheshimu kanuni ambazo tumeziweka wenyewe. Ndio maana Yanga kila alipowahi kuvunja kanuni aliadhibiwa kwa faini na akalipa. Kama kuna wengine wamevunja, basi adhabu zifuate mkondo wake. Unaona bana. Kile ambacho kilichoweza kutokea katika dimba la Benjamin William Mkapa, ambapo Young Africans alikuwa akiweza kuzisaka alama 3 za ubingwa. Huku taarifa za ndani chini kwa chini zinaelezwa ya kwamba CAF wenyewe ndio watakaotoa hayo majibu huko kuweza kuandikia barua shirikisho la soka Tanzania kuweza kuwapa maelekezo kwa kile ambacho kilichoweza kujiri, ambapo pia inaelezwa kumekuwepo na shahidi ama hapa nazungumzia watu ambao walikuwepo ambao walikuwa ni maofisa wa CAF ambao walitumwa kuja kutathmini mchezo huo kama sehemu ya kuweza kuitambua dabi ya Kariakoo kwa ukubwa wake, kwa sababu kuna takwimu ambazo huwa zinapelekwa CAF hususan kwenye kuichambua ligi kwa ubora wake. Huwa wanakuwepo na hata kwenye dabi kama hizi kubwa kuweza kujiridhisha kile ambapo ukisema dabi hii ni namba 1, dabi hii ni namba 2 au dabi hii ndio inaongoza kwa sasa, basi unakuwa na fakti za kutosha kabisa. Hivyo walikuwepo kwenye kuzitafuta hizo sababu za kuifanya dabi ya Kariakoo kuwa kwenye ubora wa kiasi gani kwa muda gani. Unaona bana. Kwa hiyo na wenyewe pia waliweza kufanya kile ambacho ripoti ambayo walikuwa nayo. Unaona bana. Lakini pia jambo lingine hivi karibuni inaelezwa kwamba pengine shirikisho na bodi ya ligi hizi ni za ndani sasa, inasemekana mchezo wa Kariakoo dabi kwa mujibu wa kauli yao walisema huko pale na inavyoelezwa ya kwamba mchezo huo
upo unapangwa ratiba yake, ambapo inaelezwa mchezo huo huenda ukapigwa kunako tarehe za mwishoni kabisa mwa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Yani nazungumzia mara baada ya michezo yote kumalizika, basi ndio utakuwa ni mchezo wa mwisho katika safari hii. Kwa hiyo tusubiri kuweza kusikia ni yapi ambayo atakayoweza kujiri katika sakata hili. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana